Alan Okello ni umri na namba alizocheza kwenye mechi. Uwanjani unamzidisha, unamfananishaje? Ngoja, Alan Okello na magoli 11. Clatous Chota Chama na magoli mangapi? 8. Football si namba tu. Ni nini? Wewe ngoja kwanza. Leo hii unakuja uwanjani bila ukumuona Alan Okello, wewe unafurahia kwamba unaweza kaenjoy kama umeangalia mpira? Mpira leo wa NBC Premier League tunaenda kumaliza msimu bila Alan Okello, watu hawafurahi. Nataka nikwambie jambo moja. Ramadhani Singano, nakupa hiyo kupitia magoli ya Alan Okello. Mimi nimeenjoy, nimerudishwa hadi nguvu zangu za kiume. Kupitia magoli ya Alan Okello nimeenjoy, nimerudishwa hadi nguvu zangu za kiume. Umenielewa? Leo sio mwanaume alialia, ni mwanaume ndiye kamilika. Umenielewa? Nina uwezo kupambana mechi. Mechi nikipewa naipiga vizuri kwa sababu ya magoli ya Alan Okello. Naamini kila Mtanzania, kila mwanaume aliye sasa hivi anajiona yeye kidume kupitia magoli ya Alan Okello amekuwa shupavu. Kama unabisha bisha wewe. Umenielewa? Wengine wako hivyo. Kina nani niambie? Wengineo. Niambie, niletee mwanaume mmoja ambaye anasema mimi sio kupitia bila kupitia Alan Okello sijawa hivyo. Yupi? Hadi fundi simu amerudishwa nguvu zake. Safari ya ubingwa tuseme Yanga bingwa. No doubt. Yanga ni bingwa tena. Tena tunatetea ubingwa wetu. Yaani sasa hivi tunachokipambania ni kutetea ubingwa wetu. Hakuna. Naomba nikuulize. Tufanye hivi. Tumebakiwa na mechi 5 kumaliza msimu, sio? Simba ashinde mechi zake zote, Yanga ashinde mechi zake zote. Nani bingwa? Yanga. Ngoja sikiliza. Sijipe garantia kumaliza. Sasa Yanga unaona anafungwa na nani? Wale wengine pia nao. Nani? Ngoja kwanza. Timu gani ambayo ina mchezaji kama Alan Okello? Timu gani ina mchezaji kama Max Zengeli? Timu gani ina mchezaji kama Depu, Prince Dube, Pacome sijamtaja hapo. Hebu niambie timu gani? Na tuambizane hapo. Timu gani? Azam amebaki. Kwa hiyo Azam anaweza akamzuia Yanga kutaka kupewa alama 3. No, this is football. Tegemea Dodoma Jiji atasimamisha. Nilijua. Ni timu kubwa kutoka makao makuu ya nchi. Ambao jana wameshindwa kumsimamisha mnyama. Sio wamedhulumiwa. Tena Simba ana dhambi kubwa na akifika mbinguni sio atajibu nini. Wamedhulumu timu inayotoka makao makuu ya nchi. Wamedhulumu na bunge linaenda kushuhudia live kwamba Simba amedhulumu. Tena na iliomba bunge letu tukufu likajadili swala la Simba kudhulumu Dodoma Jiji. Wapi wamezungu? Jana wamepewa penalty ya mchongo 1. 2, Mpanzo ameingia kwenye box kabla penalty haijapigwa. Umenielewa? Kwa tayari ni makosa yale. Mwamuzi alitakiwa asimamishe kwamba hiyo isipigwe mpaka Mpanzo atoke. Lakini mwamuzi akaruhusu. Ninaomba bunge letu tukufu likajadili hujuma aliyofanywa Dodoma Jiji. Ila ni timu inayotoka ambapo bunge lipo, makao makuu ya nchi yako kule. Unadhulumu. Bwana sisi Yanga tukutaka kudhulumu. Unafikiri Yanga tukua tuna uwezo kuidhulumu Dodoma Jiji? Tukua tuna uwezo ila tukaona wacha mpira uamue. Timu nzuri, timu gani nzuri hapo? Walienda Dodoma, walitoa sare. Ngoja, walienda Dodoma. Twende taratibu, naomba nijibie hapo. Walienda Dodoma, Simba alipata matokeo. Walitoa sare. Leo kilichowafanya hapa wapate pointi 1, pointi 3 ni nini? Si dhuluma. Semeni ukweli, mpira gani mkubwa? Marefa ndio waliamua. Hawa marefa wajadiliwa hata bungeni, mimi nimesema hapa. Tukiacha hivi tunalea kizazi kibovu. Watu tunaacha shughuli zetu tunakuja kuangalia dhuluma. Inakuja. Inakuja. Leo hii naomba mniambie waandishi, goli gani mna wasiwasi nalo tulitoe? Goli ambalo mna wasiwasi nalo tulitoe. Alipo. Wote mmeenjoy. Wewe ukwepo hapa juu kwa waandishi. Unakataa nini? Utake usitake mpira wa Yanga utaangalia tu. Hata wenyewe jana walivyodhulumu, leo wameangalia mechi ya Yanga, wamejifunza kitu. Kwamba namna gani Yanga anaenda kuwa bingwa. Hatutaki kudhulumu. Diarra anaondoka katika mchezo wa leo pasipo kuwa na clean sheet. Ni mchezo. Kwa sababu yupo kitimu, hayupo kivyake tu.
Kwa hiyo ni moja mchezo, ni moja matokeo. Kwa hiyo clean sheet ni jambo jingine, lakini swala la timu kupata alama 3 ni jambo. Kwa hiyo kikubwa sisi tuko tunatafuta kwanza alama 3. Haya masuala ya clean sheet tutaenda mwishoni. Tutaangalia Diala tumeshatangaza ubingwa, wacha uchukue clean sheet. Umeelewa? Kwa hiyo haya masuala ya clean sheet achana nayo. Tutadiscuss mwishoni. Mechi bado 5. Tumzungumzie Alan Okello Starboy. Jana Clatous Chota Chama amekosa mkwaju wa penalty, lakini wako wengi wanamfananisha Clatous Chota Chama na Alan Okello Starboy. Ndio maana ninasema sijajua kama ni mwandishi au ni mchambuzi anayefananisha Chama na Alan Okello. Narudia tena, kama ni mwandishi au ni mchambuzi anafananisha Alan Okello na Chama, atuambie anamfananisha Clatous Chota Chama na Alan Okello kwenye umri, maana yule ni kibabu. Umenielewa? Hata ukimpeleka kwenye kuchunga mifugo hawezi kupitishwa Chama huyo. Umenielewa? Chama leo tunavyozungumza Alan Okello, kama Watanzania tungeweza kumwambia Alan Okello abadilishe uraia wake, Watanzania wote tungefurahi. Timu ya taifa tungekuwa tumepata namba 10 bora kuliko Clatous Chota Chama. Chama anakuofa nini? Chama anakuofa nini? Leo hii ngoja nikwambie, Chama anakuofa ngoja kwanza, goli bora lipi? Alafu yule goli nani, mchezaji wa JKT Peter, utamwambiaje ile goli? Goli bora hapa Tanzania aliyowahi funga ni Ibrahim Wajibu peke yake. Narudia tena, kama kuna mnafiki, kuna mkorofi anataka kutuchafulia mpira wetu, goli bora ambalo limewahi fungwa ni Ibrahim Wajibu peke yake. Akiwepo Yanga tunacheza na mbao. Hilo ndio goli bora na sijaona mtu wa kuvunja rekodi yake. Kama litanyemelea kidogo ni Peter. CNN ya nani? CNN ya Bongo, ambao tunalazimisha, tunatafuta kuonekana kwa lazima. Yaani mgeni anakuja kwenye swala ya AFCON tunamuonyesha mambo ya ligi. Ni watu wa Tanzania, watu wa ovyo. Tunajizalilisha. Sijawahi ona mwandishi wa ovyo kama yule. Yaani tumeacha kujadili mambo ya AFCON, maendeleo ya kimpira kitaifa. Tunajadili masuala ya ligi. Yule tena tunayemuonyesha alikuwa mchomeshaji mkuu kwenye ligi ya England 2009 Man U amekosa ubingwa kupitia yule beki. Uongo kweli? Ni kutangaza ligi yetu ya Tanzania. Tangaza ligi gani?